Naam, karibu sana mtazamaji wa Asili Yetu TV popote pale ulipo, natumaini mzima wa afya. Langu jina naitwa Anko G na hii ni Asili Yetu TV. Asante wadhamini wetu ambao mnaendelea kutushika mkono kupitia Asili Yetu TV. Nao hawa si wengine ni supermarket au tunaita Kigamboni mini market ambao wanapatikana mkoani Njombe, mtaa wa barabara ya Vegas au mtaa wa Zambi. Wanatazamana na Kuokoka ni Lazima. Ukiwa na mahitaji mbalimbali msimu huu wa sikukuu, basi hakikisha kwamba unaenda hapo kwenye hiyo supermarket kwa ajili ya kujipatia bidhaa mbalimbali, na namba zao za simu hizo hapo ambapo unaziona kwenye skrini yako. Utakuwa umetisha sana kama endapo utawatembelea Kigamboni mini market ambao watakupa huduma za mahitaji mbalimbali ya majumbani. Lakini niwashukuru sana Ombolo Wine ambao wanaendelea kutushika mkono kupitia vipindi vyetu mbalimbali ambavyo tunafanya. Sasa msimu wa sikukuu na kama hivi hakikisha kwamba unapata mvinyo ulio bora kabisa kupitia Ombolo Wine ili mambo yawe sawa. Lakini niwashukuru ndugu zangu kutoka The Glory School kutoka pale Mafinga Tanzania, au wanapatikana mkoa wa Iringa, ambao wanapatikana pale kwa huduma ya watoto kupata elimu. Unaweza kuwapeleka watoto wako pale wakasome, halafu mambo mengine yanakuwa yanafuata vizuri sana, na ada zao ziko bei nafuu sana. Sasa leo bwana, ninakusogezea mchongo kutoka Njombe. Unaweza kuwa unajiuliza, Anko G, leo vipi, umeibua wapi? Kazi yangu mimi ni moja tu, kuhakikisha kwamba nakukusanyia vile vitu ambavyo wewe inawezekana hujapata nafasi ya kuviona. Na huu mchongo sasa hivi tunavyozungumza uko Njombe. Sasa niko na mtaalamu mwenyewe ambaye anahusika na huu mchongo. Nitampa nafasi ajitambulishe, anaitwa nani, halafu mambo mengine tutajua mbele ya safari. Bwana, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Kwa faida ya watazamaji wa Asili Yetu TV, wanatamani kufahamu unaitwa nani na vitu kama hivyo. Asante sana, nashukuru. Kwa majina ninaitwa Steven Kenyatta. Steven Kenyatta. Ndio. Okay. Ndio. Tuambie sasa, harakati zako ni zipi? Harakati zangu ni kama jinsi unavyoona. Mimi ni mbunifu wa kutengeneza vitu ambavyo ni helikopta. Kama jinsi unavyoona jinsi nilivyotengeneza. Ubunifu huu kwa kweli umekuwa katika mawazo yangu muda mrefu. Hadi kufikia hatua hii. Okay. Na kitu ambacho kilinigusa sana ni hasa pale ninapoona wazungu wanafanya vitu ambavyo leo hivi nashangaza dunia. Okay. Ndo maana na mimi nikaamua kutengeneza, yani kuiga kama jinsi wanavyotengeneza. Wow. Okay. Kuna mtazamaji sasa hivi ambaye anatutazama, anatamani kujua hii helikopta umetumia material gani kuitengeneza mpaka kuwa hali hii? Asante sana. Material yake ni kwamba ni rahisi sana upatikanaji wake. Material yake kama unavyoona, kuna mbao, kuna chuma, kuna nondo ambazo ni chuma hizo, na kuna simenti pia ambazo nitengeneza hapo kwa ajili ya kuunda vizuri ile umbo ili iweze kukaa vizuri kama hapa ndivyo tengeneza. Kwa hiyo nimetumia tu aina kama bati, mbao na simenti. Okay. Yeah. Mafundi mitambo wanasema husikiki vizuri, ongeza kidogo sauti. Tunaendelea. Asante sana. Zoezi hili unachukua takribani muda gani mpaka kuikamilisha? Hili zoezi toka unapoanza hii kazi, kukunja vyuma hadi kutengeneza, kupaka rangi, kutengeneza vitu vyote vya ndani na vya nje, vinachukua takribani mwezi mzima. Mwezi mzima unakuna hangaika naye. Ndio hasa kutokana na upatikanaji wa material kwa wakati. Okay. Yeah. Kuna mtu sasa hivi anaweza kaa anajiuliza sasa kupitia hii inaruka au inakuwaje? Hapana. Bado sijawa na idea ya kuweza kurusha ndege. Isipokuwa tu ndo natengeneza tu bodi kama bodi. Okay. Ila engine bado sijapata uwezo zaidi wa kuweza Okay. Yeah. Na ubunifu huu wewe kama wewe wapi tuliutoa? Tumeingia darasani, imekuwaje? Hapana, sijaingia darasani. Ni kwamba chanzo cha kuweza kuanza kutengeneza vitu vya namna hii ni pale nilipopata nafasi ya kwenda airport. Okay. Pale mjini Mwanza nikakutana na vitu kama hivi, nilikutana na helikopta ya jeshi ambayo niliweza tazama vizuri, nipata nafasi pia kuweza kuingia ndani na kuweza kuiangalia jinsi ilivyo.
Sasa na mimi tayari nilikuwa nimepata mawazo, idea ya kuweza kutengeneza kitu kama kile nilichokiona. Okay. Ndio. Na kupitia hii mpaka sasa hivi, tangu ulipogundua kwamba naweza nikatengeneza kitu fulani, tunataka tujue umetengeneza helikopta ngapi kama hizi ambazo zinatumika kama sehemu ya maonyesho? Okay, sawa. Nimetengeneza sehemu 4. Sehemu 4 nimetengeneza. Ya kwanza nimetengeneza Mwanza. Ya pili? Ya pili nimetengeneza Arusha. Okay. Ya tatu nimetengeneza Tabora. Ndio. Hii ni ya 4. Ya 4 kwa hapa mkoani Njombe. Ndio. Okay. Tumeona ubunifu wako ni mzuri na ni mkubwa. Nini maono yako ya baadaye sasa? Maono yangu ni kwamba sitaki niishie tu hapa kutokurusha ndege, ni kwamba nina maono makubwa kwa baadaye, nadhani Mungu akinijalia akanipa akili na uwezo zaidi, na mimi nitaweza kurusha ndege kama wanavyorusha pale Morogoro. Okay. Ndio. Kuna watu sasa hivi wanatutazama, wanataka kujua unazitengeneza hizi kwa faida ya nini? Zinakaa kwenye maonyesho au inakuwaje? Hizi natengeneza kwa ajili ya maonyesho. Kama nilivyokuambia, maonyesho, alafu kwa ajili ya kuweza kupigia picha. Mfano kama nilipotengeneza kule Mwanza, tumetengeneza kuna garden moja pale Mwanza, tuweze kutaja. Hiyo imekuwa special sana kwa ajili ya kupigia picha pale. Okay. Yeah. Na dubwasha kama hili, ndio, kwa makadirio linaweza likatembea kiasi gani? Yani kwa makadirio yani mtu kwa mfano mimi nakuja na kuita, bwana nataka unitengenezee. Bajeti yake inasomaje? Bajeti yake ni kwamba hivi vitu vyote nilivyotengeneza hapa, mfano kama hapa bati, imechukua bati 5. Mwanzo hadi mwisho kule nilivyo. Okay. Tengeneza kule imechukua bati 5, nondo 14. Na meshi za kuweza kufungia. Ndio kazi inakamilika bwana. Okay. Ndiyo. Na hii hapa umeanza kutengeneza tarehe ngapi na umemaliza tarehe ngapi? Hii nimeanza kutengeneza tarehe 2 mwezi wa 9. Tarehe 2 mwezi wa 9. 2025. 2025. Tukamaliza? Nilikuwa nimemaliza kutoka tarehe 2 mwezi wa 9 hadi tarehe 24 mwezi wa 10. Ukawa umemaliza kazi. Nilikuwa nimemaliza kila kitu na kuweza. Okay. Tunataka tufahamu moja ya vitu ambavyo unavitengeneza. Je, ni kitu gani ambacho wewe bado kinazidi kukupa moyo sana baada ya kuziunda hizi sasa 4? Umeona mapokeo kwa wadau yakoje? Mapokeo ni mazuri. Mfano nakumbuka kama kule nilikuanzia, kwa kweli kwa mara ya kwanza kutengeneza kitu kama hiki, watu hawakutarajia kwamba naweza nikatengeneza kitu ambacho inaweza kikawa katika muundo ambao ni helikopta yenyewe. Okay. Ndio. Kuna kitu kingine labda tunafikiria kutengeneza nje ya hii? Ndio. Kuna vitu vingi ambavyo natarajia kutengeneza, mfano kama hii ni helikopta. Mfano kama siku hizi tena nimeanza kujihusisha na mambo ubunifu wa mambo ya mitandao, ambao hata kama wewe ukinipa namba yako, mimi nikitaka kupigia sitatumia namba yako, isipokuwa nitatumia mimi mwenyewe namba yangu nilionayo kupigia wewe. Yani huna namba ya kwangu? Yani nachukua namba yako naitengeneza kwenye simu yangu, alafu nakupigia kupitia namba yangu bila kutumia namba yako wewe ulionipa. Hii imekaaje? Hii ndio ubunifu nilionao kwa sasa. Na umeshafanya utafiti mara ngapi? Na ndo nimeshafanya utafiti zaidi ya mara 4. Mfano hata kama sasa hivi tena na siku kama 4 nimebuni mbinu ambayo ukiwa huna salio wewe unaweza ukanipigia mimi moja kwa moja kupitia simu yako. Haya jamani, wahenga hawaamini, ndo hali halisi ambayo ipo. Tumekwisha kumsikia inawezekana mwamba na kitu kikubwa sana. Kwa hiyo vijana wataanza kukutafuta. Wataanza kukutafuta. Hii ya kupiga bila salio hii. Hii nimeielewa hii. Ndio. Inawezekana. Inawezekana. Hii ubunifu wao unautoa wapi kwanza? Tumeingia darasani au ni kipaji tu? Hapana. Hiki ni kipaji. Sijaingia darasani kujifunza hivi vitu. Isipokuwa ni idea tu, ni kile ambacho nakiwaza ndani ya akili ndo kinacho ni control mimi kuweza kufanya vitu vya namna hii. Sasa tukirudi hapa kwenye mawasiliano, uliwaza nini? Kwamba mtu hana salio alafu namtengenezea mazingira akupigie. Kwenye mawasiliano kwa kweli ni kitu ambacho mimi kilikuwa kiniumiza kichwa muda mrefu.
ni kwamba inawezekanaje mtu na salio unampigia mtu mwingine anapokea simu. Ukiwa huna salio huwezi ukaongea naye. Katika ubunifu wangu nilikuwa na katika kuchezea hizi simu, mwisho wa siku nilikuwa nimegundua hiyo njia ya kuweza kunipigia wewe pasipokuwa na salio wewe, alafu tukazungumza naye kupitia salio langu mimi mwenyewe. Mara ya mwisho sasa, baada ya kugundua hiyo mbinu, tunaenda dukani kuweka vocha au ndo tumepotezea? Hapana, hilo kwa kweli sijajua. Katika upande wa mawasiliano yaani idara maalum ambao mfano kama mitandao kama itaweza kuruhusu kuendelea na huo bunifu nilionao. Okay. Ndio. Hii bwana nimeipenda. Hiyo ni kubwa zaidi. Amina. Mimi nakupa nafasi sasa, sema na watu ambao wanatufuatilia kupitia Asili Yetu TV. Yawezekana kuna watu wanatamani kupata huduma kama hii. Wapo watu wenye mahoteli, nadhani hizi zinakaa sehemu ambazo ni taasisi kubwa hizi za mahoteli, wanataka watu kwa ajili ya garden kupigia picha, vitu kama hivyo. Sasa sema nao kwamba unapatikanaje. Asante sana, nashukuru mwandishi wa habari. Ni kwamba kwa mawasiliano ninapatikana kwa namba ambayo ni 077 59 96 614. Okay. Ambao ni 077 59 76614. Okay. Yeah. Na tukumbushe jina? Kwa majina ninaitwa Steven Kenyatta. Baada ya kutoka Njombe, tuna oda nyingine? Hapana, kwa sasa bado niko hapa mkoani Njombe. Baadaye nitaenda tena mkoa mwingine kwa ajili ya kuendelea na hii kazi. Bwana, mimi nikushukuru sana kwa ubunifu ambao unaufanya, lakini umetuonyesha kitu kikubwa. Lakini naamini hata wanafamilia Asili Yetu TV watakuwa wamezingatia sana kwenye swala la simu hapo. Salio hapo ndio kipengele. Hapo watakuwa wamezingatia sana. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Asante mtazamaji wa Asili Yetu TV ambaye umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hii ni kukumbusha hairuki. Watu mtaanza kuuliza inaruka iko Njombe? Jamani, hii hairuki na imetengenezwa kwa ajili ya maonyesho. Sasa hatujajua wahusika wa hapa wataruhusu kuja kupigia picha, bado sisi hatujui. Inaruhusiwa. Okay. Lakini wakumbuke kuna utaratibu. Okay. Utaratibu unakuja anapiga picha, hakuna tatizo. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante sana, nashukuru. Asante mtazamaji wetu ambao umekuwa mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Nikukumbushe tu kwamba tunawasalimia wadhamini wetu Kigamboni Mini Market ambao wao wanasababisha sisi kufika hapa. Hawa ni wauzaji wa mahitaji ya majumbani mbalimbali. Sasa msimu wa sikukuu huu, hakikisha kwamba kesho au leo unaenda pale kujipatia zawadi za kupeleka nyumbani. Lakini asante watu wa Hombolo Wine, zinapatikana kwenye mini market zote ambazo ziko ndani ya mkoa wetu wa Njombe na nje ya mikoa mingine. Lakini The Glory School wanapatikana Mafinga, Lungemba ni mkoa wa Iringa. Hakikisha mtoto wako anaenda kusoma pale. Mimi sina la ziada. Naitwa Uncle G na nyuma ya kamera tuko na Dick Sound pamoja na Vani kutoka Asili Yetu TV. Tukutane wakati mwingine.